Mwisho, lakini sio kwa umuhimu, sote tunafahamu kuwa tarehe 29 Oktoba ya mwezi huu ya mwaka huu 2025 nchi yetu itakuwa na tukio kubwa na la kihistoria la uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Ni wasihi wananchi wote mjitokeze kwa wingi kutumia haki yenu ya kikatiba ya kupiga kura ili muweze kuwachagua viongozi mnaowapenda na viongozi mnaowataka. Fursa hii inatokea mara moja kila baada ya miaka mitano kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imefanyiwa marekebisho mara kwa mara. Niwahakikishie wananchi kuwa serikali yenu ya mkoa wa Rukwa imejipanga vizuri kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu. Vyombo vyetu vya usalama mkoani kwetu vipo tayari kuhakikisha jukumu la ulinzi na usalama wa wananchi na mali zake wakati na baada ya uchaguzi linakuwa la kiwango cha juu sana. Kwa wananchi, msiwe na hofu. Nifafanue kidogo. Kuna Watanzania wenzetu ambao wanahimiza kwamba siku hiyo kuwe na maandamano. Ndugu wananchi, nchi yetu inaongozwa ni jamhuri na inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Sheria yetu mama ni katiba ya Jamhuri ya Muungano. Katiba ya Muungano inaelekeza kila baada ya miaka mitano kutafanyika uchaguzi mkuu. Halafu kuna sheria zingine ndogo ambazo zinatafsiri maelekezo ya katiba yetu ya nchi. Kama nilivyosema, kwa wakati tunakuwa tunafanya marekebisho ili tuendane na wakati husika. Kuna chombo, taasisi, Tume Huru ya Uchaguzi ambayo imeundwa kwa mujibu wa sheria, na katika sheria hiyo taasisi hii inapofika mwaka wa uchaguzi kama hivi ndio inayoangalia kalenda yake na ndio inayoamua siku ambayo itakuwa ya uchaguzi. Taasisi hii ikishafanya hivyo, mkuu wetu wa nchi, rais wa nchi, anawajibika kwa mujibu wa sheria kuitangaza siku hiyo iliyoteuliwa na Tume Huru ya Uchaguzi kwamba siku hiyo ni siku kuu. Haitangazi yeye anaitamka sasa kuihuisha kuwa siku kuu ili kuruhusu wananchi kwenda kupiga kura. Anaitumia siku hiyo sababu inaweza ikawa wakati wa weekend ya kawaida au inaweza ikawa katikati. Safari hii tunapiga kura siku ya Jumatano. Kwa hiyo mkuu wetu wa nchi ameshaitangaza siku hiyo kwamba ni siku kuu ambayo tutaitumia kwenda kupiga kura. Hata siku hiyo ikishatangazwa hivyo, kwa sababu hiyo ndiyo sababu ya siku hiyo. Hasa asije akatokea mjanja au mjinga akakudanganya wewe Mtanzania mwenzangu, akakudanganya wewe mwananchi mwenzangu wa mkoa wa Rukwa kwamba siku ambayo kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu imetengwa kupiga kura, yeye anakudanganya wewe uende kufanya maandamano. Sisi tunaelewana. Ukitaka kufanya maandamano kuna utaratibu wake na kuna sheria yake. Ukitaka kufanya maandamano, wewe na wale mliotaka kuandamana, wala huji kwa mkuu wa mkoa, wala uendi kwa kamanda polisi wa mkoa, afande Shadrack yuko okay, anaongea na simu ya kikazi au basi haina shida. Unakwenda kwa kamanda polisi wa wilaya husika. Huyu ni mkuu wa wilaya, wala uendi kwake. Unakwenda kwa kamanda polisi wa wilaya husika, unamwambia tarehe fulani mimi na fulani tunataka kuandamana. Sasa huyu sheria inatakiwa aangalie nadhani mambo mawili au matatu.
siku ambayo wewe unataka kuandamana ina tukio jingine. Siku ambayo wewe unataka kuandamana, vijana wake wa polisi wapo wa kutosha kukusindikiza maandamano yako kwa usalama. Kama hayo mawili na pengine lingine la tatu kama hajakaa vizuri, atakushauri na kuomba tarehe hii, kwa sababu hii na hii usiandamane. Kuandamana ni haki yako, lakini hamishia tarehe nyingine. Hata kama huyu hataki kwamba sasa hivi tarehe hii imeteuliwa na kwa mujibu wa sheria hii ni siku ya kupiga kura, siwezi mimi kwa mujibu wa sheria kukuambia wewe uandamane siku ambayo imetengwa kupiga kura.